nilikuwa nakaa tu hapa ndio huyo mama alipotokea. Na yeye alikuwa kindiko yuko hapa anasali hapa. Akaanza akawa ananionyesha ni jinsi gani ambayo kwamba ananitaka, ila ikawa kwamba ananifanyia vitu kama ananisaidia. Kawa ananisaidia nikiwa na kitu shida fulani, ananisaidia. Ikaenda hivyo, mimi sikujua lengo lake la mbele ambacho kitu ambacho yeye alikuwa anataka kwangu mimi ni nini. Mimi nikawa nikiletwa hichi napokea. Alikuwa anakuletea nini na nini? Mavazi, kama nikiwa na shida na pesa ananipa. Kuna simu hizi sasa hivi smartphone nini ananipatia. Kifupi yani alikuwa ananihudumia. Na mimi kwa sababu ni mtu hapa na ni mgonjwa, sikujua yeye ana lengo gani. Kajua kama yeye ni kwa sababu ni mtumishi na ni mchungaji ananisaidia. Sasa ikaenda mwezi wa pili mwaka juzi. Sasa yeye alikuwa anakaa hapo, kuna sehemu panaitwa Namanga. Na mume wake naye alikuwa na tabia ya kunituma kwa sababu alikuwa na mtoto mdogo. Akinituma, bwana Jose, naomba uniletee maziwa. Mimi kwa sababu ananisaidia, nafanya kitu ambacho ameniagiza. Na kwenda namchukulia maziwa nampelekea nyumbani kwake. Ila kifupi mambo alikuwa ananifanyia, sababu kuna siku nilimpelekea maziwa kama sikosei, ilikopo ni jioni kama 2 kasoro. Nyumbani kwake kabisa. Nikaingia, nikafika pale getini. Akanipigia simu, ingia mpaka ndani. Nikamwambia hapana, siwezi kupajua ndani kwako. Na kipindi hiko na mume wake naye ni mchungaji pia, na mimi nilikuwa namheshimu kama baba yangu wa kiroho yani. Alininganiza kwa siku ya kwanza, kusema kweli ndani sikuingia. Niliporudi akanipigia simu, ananiambia umekataa, mimi nilikuandalia juisi, nilikuandalia vitu vizuri ukuja kula. Lakini sasa nataka kesho kuna vitu uniletee. Uniletee tena maziwa. Na kweli nilikutana na yule mwanamke. Baada ya kumaliza kufanya hilo tendo, akaniambia sasa mimi sitamwambia tena mchungaji, utaendelea na maisha yako kama kawaida. Nikamwambia nakushukuru sana. Nilirudi hadi hapa nikakaa. Leo ikawa inipi tena kukaa hapa. Nikasema sasa mimi nishafanya ujinga kama huu, hapa nasubiri nini? Lakini nikasema kwa sababu Yesu aloniweka hapa, acha mimi niendelee kwa sababu hamna mtu anayejua. Acha mimi nikae. Sasa nikajua ile mambo yatakuwa yameisha. Sasa wiki ijapita na akanipigia simu, akaanza kujisifia sasa, usijui mambo ulikuwa unanifanyia mazuri, sijui nataka niendelee na wewe. Nikamwambia makubaliano yetu hayakuwa hivyo. Makubaliano yetu yalikuwa kwamba usimwambie mchungaji kwamba mimi na tabia mbaya na nini ili uniharibie mikanisa. Ananiambia hakuna, mimi nimesharidhika nawe, nataka niendelee na wewe mwanzo mwisho. Hapana, mimi nitakusomesha, kila chochote utachotaka nitakupa. Yani kifupi alinijaza maneno ambayo lazima uingie katika ushawishi. Kweli mimi hapa nikakaa hapa, kweli nikaona kabisa maisha hapa hayanifai. Akanitoa hapa. Ananiambia sasa wewe hapo issue ishamwagika. Yaani watu wanahisi wanaanza kujua kwamba wewe unatoka na mimi. Sasa cha kufanya ili nikuokoe wewe, kwa sababu yule mume wangu mimi ana hasira mbaya, akijua kwamba wewe umetembea na mimi anataka kuzuru wewe kitu kibaya. Kwa hiyo ninachokuomba wewe ni kuhamishe hapo kanisani. Twende sehemu nikakufanyaje? Nikakutafutie sehemu ukaishi. Kumbe anandanganya. Ananiambia kwamba hapo kanisani watu wameshaanza kufahamu hiyo issue. Mimi nikakubali. Nikamwambia bwana sasa mimi sababu sina uwezo wote, sina uwezo kifedha, mama yangu mkulima tu. Kweli mimi akanitoa hapa. Alivonitoa hapa nikawa nazunguka kwenye yani ananizungusha tu, leo umehamia guest hii, umekaa siku 2, leo umetoka hapa, akija kisha kutumia yeye anaondoka. Anakuacha hapa hapo. Mbona hapa nimepachoka. Unahama, unaondoka, unaenda. Hivyo. Kikweli mimi nilichelewa kurudi ile siku, akaondoka. Sasa nimekaa nikaja kuambia bwana kuna mgeni hapa alikuja. Akasema mgeni ukoje? Wakaniambia bwana ni mwanamke fulani. Mimi kwa haraka sikujua kama ni. Sasa nimekaa ile siku imepita, kesho kama mida saa 7 hivi naona mtu kafika mpaka pale nyumbani. Nikastuka, nikamwambia bwana nani kamuelekeza yule mwanamke aje hapa? Na alikuja na vitu vingi tu kwenye mfuko. Alibeba mazawadi, mamikate haya, makeki, kwa sababu jana aliwaambia pale watu ndakuleteni zawadi. Akaja pale na vitu tofauti na ni vingi sana. Nikashindwa kuambia kitu chochote kinachoendelea kuhusu mimi na yule. Nikaamua nieshemu wenu, akamkaribisha pale. Akanamii kwa sababu pale sina mamlaka, kwa sababu sio nyumbani kwetu, siwezi kumfukuza. Wakamkaribisha, wakakaa, wakaongea naye, akawapa kila kitu. Alivyoondoka mimi nikakaa kweli na shangazi. Nikamwambia shangazi,
yule mwanamke ni hivi na hivi na hivi na hivi. Yesu kumwambia kama yule mwanamke ni mke wa mchungaji. Kaambia yule mwanamke ni mtu mzima. Pili ananitaka mimi. Na kama unavyojua sasa wewe Joshua, kwa nini usimwambie? Nimeshapiga kelele kama hivyo, umeona ameshamtajia, ameshapajua hapa, atakuwa anakuja tu kila siku. Hadi ndio ikawa tuka mchezo kake. Anafanya kazi Kariakoo pale nani? Fire pale, unaenda kwa mbele kidogo hivi. Anafanya pale kazi. Kwa hiyo kama mtindo wake akitoka nyumbani anafika pale. Akitoka nyumbani anafika pale. Akawa kifupi pale ndo akija, yani nikaamua kuendelea naye. Nikaendelea naye, kuna kitu namuuliza. Nikamuuliza hivi, wewe ni mchungaji, mume wako ni mchungaji, vipi sasa hii hapa inakuaje na mimi tena inakuwa? Akaniambia mimi kanisani nimeshasimamishwa. Na kweli kuuliza huko akasema bwana, yule mwanamke ile ilishafahamika huko kwamba alikuwa na matatizo haya na kwa hiyo alimsimamisha. Matatizo hayo ambayo kumbe ile issue kipindi inafanyika huku. Sasa kuna watu nilikuwa nawaambiaga. Kwa hiyo nilipoondoka nikamwambia bwana, hapo kanisani kuna wachungaji ambao wapo hivi na hivi na hivi. Watu wakasema watu ile issue wakawa. Nimefika hadi pale, sikuingia ndani, nikakaa pale nje, nikamwambia dumu liko hapa nje. Nimeacha pale dumu, alinikimbilia umbali kutoka hapa mpaka pale kuna ile kona ambayo ulikuwa umeingilia hapo hivi. Alinikimbilia hivyo, fika pale akaniambia simama, kuna mzigo nataka nikupe umpelekee mchungaji kanisani. Nikamwambia mzigo gani? Akaniambia simama utaupata. Nikamwambia hivi sawa, nikasimama. Hakuja pale kuwa na mzigo wote. Alinivamia kuja pale tu, alinikamata hivi. Alivonishika kawa analazimisha kama kunipiga mabusu hivi, yani nilivotoka pale ni mbio. Nikarudi tena hapa. Kikweli ikaenda hiyo hali akanisumbua kwa kiasi kikubwa. Basi ipo siku moja tu alinipigia simu. Akaniambia Jose, mimi nimetokea kukupenda, lakini wewe hujajua vitu vyote nilivyokuwa nakufanyia na kununulia kila kitu na kuhudumia kwa kila kitu. Mimi nimetokea kukupenda, na ukinikubali nitakupatia chochote kile ambacho unakihitaji. Na pale kanisani pale unapokaa utahama, utaenda kukaa sehemu nzuri, kila kitu. Yaani fupi aliniambia mambo mengi. Sasa kilichokuja kutokea, akaja akaniambiaje, wewe unanikataa mimi nakwambia kwamba nakupenda, wewe nitaki. Sasa nitamwambia mchungaji kwamba wewe ukijaga huku nyumbani kuletea mimi vitu unaonesha dalili kwamba wewe ni mzinifu, wewe ni kijana ambaye una tamaa na unanitaka. Kweli hivyo niambia hivyo, roho iliama kabisa. Sasa kama akimwambia mume wake na mume wake ni mchungaji mkubwa, mimi nitakuwa katika hali gani? Kikweli nilinyima la kabisa. Na kwa ndo anansisitizia, ukitaka tu nisimwambie mchungaji, kubali kufanya hilo tendo na mimi sikufiche. Yule baada ya kuniambia hivyo, ngambia kama unataka tufanye hivyo ili jambo liishe, mimi nikakubali. Tukaenda. Nakumbuka kuna nani inaitwa Ubungo. Ukifika Ubungo kuna sehemu unaingia, kuna kanisa linaitwa sijui kanisa gani, kuna kihoteli kinaitwa Oval sijui kinini. Akanipeleka huko na alinikodia taxi. Yaani nilitoka hapa nikaaga bwana, naenda kusalimia nyumbani. Tukawa tunaendelea. Nakumbuka kuna siku moja nilitoka naye, alichukua likizo. Akaniambia twende Arusha kwa mama yangu. Mimi nilikubali. Tukapanda gari kweli tukafika mpaka Arusha. Ila sikuenda kwa mama yake. Kama mimi siwezi kwenda kwa mama yako. Mimi akanipangia tangu kama kawaida yangu, guest. Kawa nimetulia, nenda kwa mama yake, usiku anakuja, tunalala, tunaamka, tukamaliza tukarudi. Sasa tumekaa kwenye muda kama mwezi hivi, nikapata tena habari huku kuna watu wakaniambia, bwana yule mwanamke ameomba msamaha na ameruhusiwa kwamba arudi wapi? Kanisani, na anaendelea na mume wake. Mimi nikasema bwana, sasa wewe umerudiana na mume wako na kanisani mnaendelea kusali kama kawaida. Uliniambia utanipeleka shule, umenifanya nimekatisha masomo, ukaniambia utanipeleka shule za hela, sijaenda shule mpaka leo. Ukaniambia utanifanyia biashara, utanifungulia biashara, hujanifanyia chochote zaidi, unakuja unanitumia, unaondoka, ukinitumia unaondoka. Kweli vitu vingi nikamwambia vyote hivyo kunifanyia, na sasa hivi unarudiana na mume wako. Hivi mimi nitakuwa katika hali gani? Wewe wivu tena ukakupata? So wivu. Unajua wivu hauwezi kunipata kwa sababu mimi nilikuwa nafanya vile sio kwa kupenda, bali ni kwa kunilazimisha yeye. Yani nikamwambia sasa mimi bana, nachoona mimi na wewe tumalizane, niache mimi niendelee na maisha yangu. Boko nimeshaharibu, kanisani nimeharibu, wewe acha na mimi. Nikamwambia
kama kutembea na mimi umeshatembea na mimi mara nyingi, na mimi sijaona faida yoyote zaidi kama hizi vinguo ninavonunulia na hizi simu ni vitu tu vya kawaida. Akaniambia sasa mimi sipo tayari kuachana na wewe. Kifupi hapo ndo hapa ulipoanzia ugomvi. Nikasema sasa jukumu la mwisho kwamba kanisani nimeshaondoka, acha nirudi nyumbani. Kuna siku aliniachia hela kidogo, mimi asubuhi nikapanda gari, nipigia simu uko wapi, nikamwambia mimi bwana kuanzia leo naomba usinitafute. Kama ulichokuwa unakitaka umeshakipata. Naomba uniache mimi nirudi nyumbani. Akaniambia hapana. Uwezi kurudi nyumbani, nitakutafuta wewe kwa gharama yoyote. Wewe bora urudi tu endelee na mimi. Nikamwambia hapana mimi siwezi kurudi. Kafika stage akaniambia sasa sikiza nikwambie Jose. Nilikuahidi nitakusomesha siji, nikamwambia yote potelea hapote mimi siwezi kurudi. Ananiambia sawa. Mimi nikakaa Morogoro kama mwezi mmoja hivi. Nikawa nimerudi na shangazi yangu anakaa pale Manzese pale Sutukona. Sasa mimi kuna watu kunikuwa naongea nao baada ya kutoka huko kanisani. Kumbe wale watu naongea nao na yeye anaongea nao. Mimi nawaambia bwana mimi nimetoka sasa hivi Morogoro nimeshaingia Dar, na waelekeza watu bwana na kasi fulani. Kumbe nao anampatia document. Nakumbuka ipo siku moja akaniambia, akanipigia simu akaniambia nimeshapata taarifa zako. Upo Dar, unakaa Manzese, tena Sutukona. Ila nyumba sijaifahamu ila nitaijua tu. Kuna siku nikawa nimeagizwa pale na shangazi kwamba niende Kariakoo sababu anafanya biashara ya vipodozi perfume nini. Ndio naomba uende Kariakoo kanunulie hivyo vifaa. Ndio nikawa nimeacha simu charge kwenye switch. Mimi nikawa nimeenda tangu Kariakoo. Kumbe huko nyuma yeye mwanamke akapiga simu. Baada ya kupiga simu, shangazi akaona sio vibaya kwa sababu simu imeita sana. Ngoja mimi nifanyeje? Nipokee. Kupokea kwa sauti yake. Samani kwa namuulizia Jose yupo ila nimemwagiza. Akasemaje? Mimi ni mtu wake ambaye namsaidia, kuna mambo tulipanga tuje kuongea nyumbani. Kwa hiyo nilichokuwa naomba alinielekeza kwamba nakaa Manzese Sutukona ila nyumba siifahamu. Basi mimi nitakuelekeza. Akaniambia basi sawa. Akaniambia mimi nimeshafika Sutukona. Akaja hadi Sutukona. Shangazi hiyo akilizika tu yeye basi ukikuachia hapo chochote wewe tunauli. Kuachia shingapi? Hela kuna kipindi anaweza kukwambia sasa hivi hali ngumu. Sikupi akakuachia tu nauli labda 10,000, 20,000, 30. Siku akiwa na hela. Siku akiwa na hela. Akiwa na hela akupe mkononi. Uwe na shida. Bwana, na shida na suruali ataenda anakuletea. Atachi hivi akupe. Akupe keshi ukajenge. Akupi. Shughuli au siku anaweza akwambia ukamwambia na shida na 50,000, anakuambia na shida na 50,000, njoo. Shughuli ndio upate hela. Shughuli ndio upate hela. Sasa kwa kweli umechoka upate hela. Sasa ukiangalia na maisha hivyo kwa anaenda pale nyumbani nikawa nimeshachukiwa. Naweza kikapikwa chakula. Kwa sababu ishaachana naye. Kimepikwa chakula, upewe, uwekewe. Sasa ukimpigia na ukiangalia hela una, kwa inabidi umpigie. Ukipiga simu naambiwa bila shughuli hapa hela upate.